Assalamu alaikum fuatiliaji wetu wa Anwar TV. Ayatullah Sayyid Ali Hussein Khamenei ni jina lililobeba uzito mkubwa ndani ya siasa, dini na uongozi wa Iran na hata ulimwengu wa Kiislamu kwa ujumla. Amezaliwa 17 Julai mwaka 1939 katika mji wa Mashhad, Iran. Kwa sasa Khamenei ana umri wa miaka 86 na ndiye kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, nafasi ya juu kabisa kikatiba na yenye mamlaka ya mwisho katika masuala ya kisiasa, kijeshi na ya kidini. Kabla ya kushika wadhifa wa juu kabisa nchini Iran, Khamenei aliwahi kuwa rais wa Iran kuanzia mwaka 1981 hadi mwaka 1989. Uongozi wake ulipitia katika kipindi kigumu cha baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ambapo alishiriki kwa ukaribu na waanzilishi wa jamhuri hiyo, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mwaka 1989, kufuatia kifo cha Khomeini, baraza la wataalamu lilimchagua Khomeini kuwa Supreme Leader, kiongozi mkuu, nafasi anayoshikilia hadi leo ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu. Katika kipindi chake cha uongozi, Khomeini alikuwa akijulikana kwa msimamo mkali usioyumba dhidi ya mataifa ya Magharibi, hasa Marekani na Israel, na amekuwa mstari wa mbele katika kulinda misingi ya mapinduzi ya Kiislamu. Kwa mujibu wa katiba ya Iran, yeye ndiye amiri jeshi mkuu mwenye mamlaka ya mwisho juu ya maamuzi ya vita, diplomasia ya kijeshi na mikakati ya usalama wa taifa. Mnamo mwaka 1981 kulifanyika jaribio la kumdhuru Khamenei kwa bomu lililopandikizwa kwenye kipaza sauti alichokuwa kikihutubia. Ingawa linusulika kifo, tukio hilo lilisababisha kupooza kwa mkono wake wa kulia, hali inayomfanya kuonekana mara kwa mara akiwa ameukunja mkono huo ndani ya vazi la kanzu au abaya. Tangu wakati huo, tukio hilo limekuwa sehemu ya historia ya maisha yake ya kisiasa na linatazamwa na wafuasi wake kama ishara ya kujitolea kwake kwa ajili ya mapinduzi ya dini ya Kiislamu. Ayatollah Khamenei ni kiongozi anayeshikilia madaraka makubwa zaidi ya kisiasa, kidini na kijeshi nchini Iran. Kikatiba yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuteua majaji wakuu, kuteua viongozi wa kijeshi, kuongoza sera za nje na ndani ya taifa, kuthibitisha na kubatilisha uamuzi wa rais. Hili linaonyesha kuwa hata mabadiliko ya uongozi au uchaguzi hayabadili mwelekeo wa Iran bila ridhaa ya kiongozi mkuu. Khamenei amekuwa nguzo ya upinzani mkali dhidi ya Israel na kwa miaka mingi amekuwa wazi kuwa taifa hilo ni uvimbe haramu unaopaswa kuondolewa. Msimamo huu umepelekea Iran kuwa mdhamini mkubwa wa makundi ya wapiganaji kama Hezbollah ya Lebanon, Hamas na Islamic Jihad. Baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Hezbollah, Hassan Nasrallah, Khamenei alitoa ahadi ya kisasi dhidi ya Israel, na kweli Oktoba 1, mashambulizi makubwa ya makombora yalielekezwa kwenye maeneo ya Israel kupitia operation iliyopewa jina True Promise 1, ikifuatiwa na True Promise 2 Oktoba 2024. Na sasa True Promise 3 inaendelea kufanyika mwaka huu ikiwa ni sehemu ya mikakati mipana ya kupambana na ushawishi wa Israel katika Mashariki ya Kati. Chini ya uongozi wa Ayatollah Khamenei, licha ya vikwazo vingi vya kiuchumi kutoka mataifa ya Magharibi, Iran imepiga hatua kubwa katika kukuza uchumi wa kujitegemea, resistance economy. Iran imewekeza katika sekta ya teknolojia za kijeshi, nishati ya nyuklia na viwanda vya ndani. Ripoti mbalimbali zimebainisha kuwa Iran imeweza hata kusaidia Urusi kwa silaha na vifaa vya kijeshi katika mzozo wa Ukraine, jambo linaloonyesha ushawishi mkubwa wa kijeshi na teknolojia ya taifa hilo. Mbali na siasa, Khamenei anaheshimiwa kama kiongozi wa kidini mwenye wadhifa wa hali ya juu katika Uislamu wa Kishia. Ana wafuasi wengi ndani ya Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Yemen na hata nje ya Mashariki mwa Kati. Kwa wengi yeye si tu mwanasiasa bali ni imamu na mwekezaji wa roho
na maadili ya Waislamu wa Kishia duniani. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei anabaki kuwa moja ya viongozi wenye ushawishi mkubwa zaidi katika siasa za kimataifa, akiwa na uwezo wa kuamua vita au amani. Uhodari wake kidiplomasia, msimamo wake kidini na udhibiti wake kisiasa umeifanya Iran kuwa taifa lisiloweza kubezwa. Kwa miaka 36 sasa ameiongoza Iran katika kipindi chenye misukosuko mingi, lakini pia mafanikio yanayoifanya Iran kuwa kati ya mataifa muhimu ya Mashariki ya Kati.